tamko la ujenzi wa VETA kwenye wilaya 64 ambazo zilikuwa hazina VETA na hakuna mkakati wa kujenga VETA. Tuna VETA nyingine tunajenga Kigamboni kwa fedha za ndani ya VETA. Hiyo zitakuwa VETA 65 za wilaya. Tamko hilo lilitolewa tarehe 14 mwezi wa 6 2022 kwenye bajeti kuu ya serikali. Ilitengwa shilingi bilioni 100 na tulielezwa maelekezo ya rais wetu kwamba angependa kila wilaya hapa Tanzania ambayo haina VETA ya serikali ipate VETA, na vile vile kila mkoa hapa Tanzania ambao hauna VETA ya mkoa wapate VETA. Kwa maelekezo hayo, kazi ilianza mara moja kuhakikisha kwamba tunaanza ujenzi wa VETA ile hizo bilioni 100 ambazo zilikuwa ni kwa mwaka wa fedha 2022/23 ukamilike, tumalize bilioni hizo 100, tuingie awamu ya pili. Kwenye awamu ya kwanza kila VETA tunajenga majengo ambayo ni majengo 9 kwenye VETA za wilaya, isipokuwa ile ya mkoa ya Songwe tumeanza majengo 25 moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya tamko hilo la bajeti kuu la tarehe 14 Juni 2022, wizara mara moja iliamua kuanza kuwasiliana na wakuu wa wilaya na hasa wabunge tupewe ardhi. Tuliona tukinunua ardhi fedha zitapelea sana. Kwa hiyo tukaomba kila wilaya ambayo haina VETA tupewe ardhi. Kwa hiyo tukapambana kupata ardhi. Jambo la pili, tuliona ili tumalize shilingi bilioni 100 katika mwaka mmoja wa fedha, tuhakikishe tunafanya manunuzi ya pamoja. Badala ya kusema wanaojenga hapa wakanunue, wanaojenga Buchosa wanunue na kadhalika, tuliamua kufanya ununuzi wa pamoja na ilituokolea fedha nyingi sana. Kwa hiyo iliamuliwa kwamba wakati tunafanya force account, ujenzi hapa, saruji, nondo na vile vitu vingine, tuliingia mkataba na makampuni ya uzalishaji na tulipewa msamaha wa kodi ili tuweze kuleta material kwenye site, tukijua kwamba ndani ya ule mwaka mmoja zile bilioni 1 zitamaliza majengo 9 ambayo yalikuwa yajengwe. Na kwa kufanya hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeokoa shilingi bilioni 6. Na niseme hivi, ni kweli simenti imetoka Mbeya. Tulitangaza kwanza, tuliita wazalishaji wa saruji wote Tanzania, wakapewa taarifa kwamba tunatangaza tenda ya kununua saruji. Tuliamua kupanga Tanzania kwa zone. Kwa mfano, matumaini yetu ni kwamba Tanga Cement angesubmit tenda ili yeye alete simenti kutoka Tanga kujenga katika zoni ya huku, na Mbeya afanye hivyo, Dangote afanye kusini. Waliitwa, walielezwa, na tangazo la kuita tenda liliwaeleza hivyo. Kila mwenye kiwanda alete ili tuweze kujenga. Kwa bahati mbaya, waliosubmit tenda walikuwa ni makampuni mawili tu, na hilo moja dokumenti zake hazikukamilika, hakuweka vitu vingine vya kisheria. Tulikuwa na choice ya kusitisha tenda tutangaze upya, lakini bilioni 100 zilitakiwa zitumike ndani ya mwaka huo wa fedha, na tukapiga hesabu tukaona na tumehakiki, hata ingekuwa ni Mbeya Cement analeta simenti Tanzania nzima kwenye hizo VETA zote 64 za wilaya na 1 ya mkoa, bado tumeokoa fedha kuliko kama tungenunua kila sehemu, kwa sababu mjenzi wa hapa hawezi kuwa na mkataba na mzalishaji apate msamaha wa kodi na kupata discount. Kwa bado kwa kununua simenti mahali pamoja hata kutoka Mbeya tumeokoa, na manunuzi ya jumla yameokoa jumla ya bilioni 6 za serikali kwa sababu ya uamuzi huo. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna kamkwamo nilikunong'oneza, na wewe umekuja hapa tunaona moshi mweupe. Sasa hivi tunajua
katika ujenzi wa vyuo 65 viko vyuo ambavyo tunavijenga sasa hivi 13 vina saruji ambayo haijatumika, nyingine imekaa kwa muda kidogo. Katibu mkuu aliandika barua kutoa kibali saruji hiyo itumike kwenye ujenzi wowote wa serikali. Kama mkurugenzi anajenga shule, achukue saruji hiyo. Barua hiyo ilitumwa, lakini wanunuzi wengi, pengine sijui ni sheria, wanaona ugumu kuja kuchukua simenti hapa, alafu wenyewe baadaye watanunua simenti wairudishe hapa. Lakini tunahakiki saruji yote pale Handeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiongozi pale aliwahi kwenda na kusema saruji imeharibika. Tulitaharuki sana, tulipeleka TBS ili hakiki ile saruji. Napenda kuhakikisha kwamba ni mifuko 4 tu ilikuwa imeharibika. Saruji nyingine yote imetumika kwenye ujenzi, na naibu waziri TAMISEMI yuko hapa, nimemuuliza, amesema na anajua ujenzi pale VETA ya Handeni inaenda vizuri. Kwa hiyo sisi tunapenda kusema kama trilioni 1 takriban ya hiti tunajenga Tanzania nzima mpaka Kilimanjaro, hakuna changamoto. Tatizo ya VETA ni kale kamkwamo, na tunaamini tutakamaliza. Kwa hiyo saruji iliyoko hapa na saruji iliyoko sehemu nyingine yote tutazipima vile vile kuhakikisha kwamba bado inaweza kutumika. Matumaini yetu ni kwamba bado unaruhusu, lakini kubwa kuliko yote ni kwamba tunahitaji kuhakikisha kwamba spidi ya ujenzi wa VETA ambao ni takriban bilioni 2 na ushee isituyumbishe, wakati tuna miradi ya trilioni. Hii ni bilioni 200. Trilioni inakwenda bila kukwama, bila saruji kulundikana, bila nondo kuzulundikana, na ujenzi unaenda vizuri. Naamini kwa sababu VETA ni muhimu na ni agizo la Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tutasonga kwa kasi ile ile ya matarajio yake kuhakikisha kwamba ujenzi huu unafanyika na unakamilika haraka.